Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Jubilee 2025, mahujaji katika matumaini. Kwanza kabisa tunapoadhimisha sherehe hii ya kuzaliwa kwa Mtakatifu Yohane Mbatizaji, tunamshukuru Mungu ambaye ametuwezesha na kuliwezesha kongamano letu hili la makatekista kanda ya Dar es Salaam kukutana hapa Morogoro, kushirikishana mengi ya kiimani, kufanya hija pamoja na kuwa pamoja kama ndugu katika kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Tunamshukuru sana Mungu katika hilo. Ilikuwa ni hamu yetu tufanye hivyo, na hamu hiyo ya kuwa na umoja kama makatekista. Tunafanya umoja kama makatekista si kwa kuungana kwamba tuanze kudai haki kama vyama vya kudai haki, ila umoja katika Kristo, katika imani, ushiriki na umisionari, kama kanisa la kisinodi linavyotudai tutembee pamoja kumwelekea Kristo. Umoja huo ambao una akisi wito wetu. Kuwa katekista si ajira. Kuwa katekista ni wito. Kwa hiyo umoja huu ni ule ambao una akisi wito huo wa katekista katika kanisa. Umoja huu ambao unaturudisha tutambue kwamba ukatekista hujaanza na sisi. Ukatekista tunamwangalia Kristo mwenyewe, ni katekista mkuu ambaye alitembea katika vijiji mbalimbali, ambaye aliwalaki watu mbalimbali wenye shida, aliwahurumia watu, akawatembelea majumbani mwao, lakini pamoja na hayo akawalisha neno lake, neno la uzima, na kuwalisha chakula cha kimwili, washibe kimwili na kiroho. Ndio huyo tunayemwangalia katekista mkuu, na ndio mmoja wetu tunaangalia katika hilo, katika Yesu Kristo. Sisi ni wamoja katika Yesu Kristo, na yeye mwenyewe ametuombea hivi. Tunapoadhimisha sherehe ya Yohane Mbatizaji, inakuwa kama ni muda mwafaka kwetu katika kongamano letu hili tuweze kutafakari kwa undani kwamba kumbe Yohane Mbatizaji alifanya kazi ya kikatekista. Si tu Mtakatifu Karoli Lwanga, shahidi wa Uganda kule, ila Yohane Mbatizaji pia alifanya katekesi. Alikuwa katekista mzuri sana, na tujifunze mengi haya, tutembee nayo katika safari yetu ya wito wetu kama makatekista, na yatusaidie vile vile kupata nguvu ya kutenda kazi ya Bwana. Jambo la kwanza tunaweza kuliona katika tafakari yetu leo tunapoadhimisha sherehe hii, kwamba Mungu ana mpango na sisi wakati wote ule. Kuna wakati fulani tunalia, kuna wakati mwingine tunapitia magumu, tuna huzuni, wakati mwingine tunaonekana kama tumetelekezwa. Mungu ana mpango na sisi. Tunaliona ile katika Zakaria na Elizabeth. Hawa watu wawili hawa walitamani wawe na watoto, lakini hawakupata mtoto hata mmoja. Kutoka ujana wameendelea, wamekuwa wazee. Si tu wazee, wamekuwa vikongwe, hawana mtoto. Lakini Mungu alikuwa na mpango nao. Walikuwa wameshakata tamaa, tutapata tena mtoto, lakini Mungu ana mpango nao. Tunasema Mungu asinzii, na Mungu anatuangalia wakati wote, ana mpango nao. Na ndio maana wakati ulipotimia, ndipo Zakaria
baba wa Yohana Mbatizaji alipashwa habari, utazaa mtoto katika uzee wako huo na mke wako. Kidogo kaidi akawa bubu, akashindwa kuongea mpaka yalipotimia yale ambayo Mungu mwenyewe alitaka. Na ndio maana tunaona katika hili Mungu aliwatumia Zakaria na Elizabeti kuwa vyombo vya kutimiza yale malengo yake katika ulimwengu huu. Na ndio hawa wamemzaa Yohane Mbatizaji. Na ndio hawa ambao baada ya kuzaliwa kwake amepewa jina hilo kutokana na kupashwa habari kwamba ataitwa Yohane. Na tunaona katika somo la Injili watu wanasema ataitwa nani? Mama anasema ataitwa Yohane Mbatizaji. Tumwashirie baba ambaye ni bubu, ataitwa nani? Ataitwa Yohane Mbatizaji. Wakastaajabu. Na mwisho wakati katika staajabia yao wanasema mtoto huyu atakuwa ni wa namna gani? Ni wa pekee, ameletwa na Mungu mwenyewe kutimiza matakwa hayo. Na ndio maana tunasema kwamba katika maisha yetu, ninyi makatekista, kila mmoja anafanya kazi katika nafasi yake kokote kula liko, na katika jimbo lake na katika parokia aliyo nayo. Na kwa sababu hiyo tunaalikwa katika hili tusikate tamaa. Na hasa tunapohamasishwa na ujumbe wa Jubilei Kuu 2025, mahujaji wa matumaini, mahujaji katika matumaini. Tusikate tamaa, Mungu ana mpango na sisi. Tusilalamike, tusihuzunike, tusilegee. Mungu ana mpango na sisi. Ukisoma katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 1 aya ya 5, Mungu anasema kwa Yeremia, kabla hujaumbwa nalikujua, kabla hujazaliwa nalikutakasa, nikakufanya uwe nabii kwa mataifa. Ni mpango ambao Mungu anao kwa kila mmoja wetu. Na ndio maana nasema kwamba umoja wetu si kwa ajili ya kudai. Umoja wetu ni kwa ajili ya kueneza imani. Umoja wetu ni kwa ajili ya kuimarika zaidi katika safari yetu ya kiroho kumwelekea Mungu, na sio kwa ajili ya kudai. Kwa hiyo tukijua hilo, hatutakata tamaa. Mungu ana mpango na sisi, na tujibidishe katika kazi zetu ili mpango huo uweze kutimia bila kujali, bila kuchoka, bali tuwe wavumilivu. Kile jambo lingine tunaliona ni ujumbe ambao yeye mwenyewe Yohana Mbatizaji aliusisitiza, na ndio lilikuwa lengo lake kubwa, kuwa mtangulizi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Toba. Toba tumezoea kuisikia kwamba ni kuweza kujutia dhambi, kuacha dhambi na kuingia katika utakatifu. Kwa undani zaidi, Wagiriki walitumia neno metanoia, ambayo ni kubadili mawazo zaidi, kubadili mwelekeo, fikra, namna ya uhusiano wetu na Mungu. Na tunavyomwangalia Mungu, tunamwangaliaje? Hakimu au baba? Na tunavyoangalia wenzetu, tunawaangaliaje? Maadui? Au wanavyotuangalia tunaona kwamba ni tishio kwetu? Kubadili sasa hayo yote kwamba ni ndugu, Mungu ni baba, na kwa sababu si kwa sababu ya kumuogopa ili kumkimbilia, ila kumkimbilia ni baba yetu anayetupenda sana. Na namna vile vile tunavyoangalia ulimwengu wetu, tunavyoangalia ulimwengu huu ni nyumba ambayo tunaishi, na kwa sababu ya tutunze mazingira. Yote hii inaingia katika hiyo toba. Na alisisitiza sana yeye Yohani Mbatizaji akiwa
anaifundisha. Na pamoja na haya yote tunaongozwa na neema za Mungu. Tunaongozwa na neema za Mungu kuweza kuacha kwa undani kabisa ile mwenendo ambaye ni hatarishi kwa wengine au kwa ulimwengu au kwa yoyote yule, na kuweza kuikumbatia mienendo ile ambayo inatuelekeza katika uzima, inatuelekeza katika amani, ndio tuweze kuikumbatia hivyo. Ndio maana tunaona kabisa toba hii ni safari ya neema ya Mungu, safari ya kumwelekea Mungu zaidi. Na sisi kama makatekista tunapofanya kongamano letu hili na kulifanya ni hija yetu, na hija si kwa ajili ya utalii, ni kwa ajili ya sala, ni kwa ajili ya toba, ni kwa ajili ya kuanza upya, ni kwa ajili ya kubadilisha mwelekeo wetu mbaya na kuvaa mwelekeo mzuri wa wana wa Mungu na wenye kutafuta yale yanayompendeza Mungu peke yake. Kwa sababu tuangalie hilo vile vile na tulibebe. Tunasikia katika somo la pili Yohana Mbatizaji alifanya nini, na hili alilisisitiza, na ndio maana aliweka alama ambayo ni ya hiyo toba, na wabatiza kwa maji. Lengo ni toba, ambalo inaondolewa dhambi. Na Yesu alipofika yeye mwenyewe alisisitiza hiyo toba katika Injili ya Marko, ukisoma sura ya kwanza ya 15, wakati umetimia, ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Huwezi ukaihubiri Injili ambayo wewe mwenyewe uiamini na wala hujafanya toba. Kwa tunaihubiri Injili kwa sababu tumefanya toba, na kwa sababu tunaiamini. La sivyo ni porojo tunazozitoa na ufasaha, tunafikiri kwamba tunayo ufasaha, lakini kuhubiri huko lazima kuwe ni maisha yetu, namna tunavyoishi na wenzetu. Jambo lingine ambalo tunaweza tukaliona katika tafakari yetu vile vile, sisi ni makatekisa, na ukitafsiri katekisa basi anaenda na katekesi, na ukiona katekesi ukaenda kutafsiri ni mwalimu. Na mwalimu huyu anafundisha nini? Hafundishi siasa, anafundisha imani ambayo yeye mwenyewe anaifahamu, si tu kuifahamu kwa akili yake, anaifahamu, na kwa sababu hiyo anaiamini. Na ndio maana katika hilo sisi kama makatekisa, la kwanza ni kujitakatifuza wenyewe, kutakatifuza ufahamu wetu. Kutakatifuza ufahamu wetu kutatufanya tujitambue sisi ni nani. Unaweza ukawa umesomea ukatekista na ukawa umetumwa rasmi kufanya kazi hiyo, lakini pamoja na hayo yote bado hujitambui wewe ni nani, na matokeo yake unafanya ya kwako. Na ndio maana tunasema kwamba ni muhimu kutakatifuza huo ufahamu ili tumfahamu Kristo huyu anayetuita katika wito wetu wa katekista. Ni lazima tutakatifuze ufahamu huo, tujue kwamba anahitaji nini kwetu. Na katika kutakatifuza ufahamu tutakatifuze vile vile utashi wetu, ili tuyachague yale yanayompendeza Mungu peke yake, na tuweze kuishi inavyotupasa kama watoto wa Mungu kadiri ya mapenzi yake, si ya kwetu. Ni lazima tutakatifuze mioyo yetu ambayo inaendana na upendo wetu. Tusiwe wa binafsi, bali tuvae upendo wa agape, upendo wa sadaka, upendo ambao Yesu Kristo anausisitiza zaidi katika mafundisho yake yote ambayo sisi tunamfuata. Na kwa sababu hiyo, tukifahamu hivyo,
tutatangaza neno la Mungu na kuitangaza injili kwa moyo wote. Tutatangaza bila kujibakiza na tutajitoa bila kujibakiza kutangaza neno la Mungu kama mitume na wafuasi wa kwanza walivyofanya, wakiwa wamejawa Roho Mtakatifu, wakatangaza habari njema kwa ujasiri bila uoga. Unaposoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya 31. Lakini vile vile katika maisha yetu lazima tumpe Mungu, atumpe Yesu nafasi ya kwanza, kama Yohana Mbatizaji alivyofanya. Nafasi ya kwanza Yesu. Tumesikia katika somo la pili anasema, mimi ni mdogo kuliko huyo, sistahili kulegeza gidamu ya viatu vyake. Nafasi ya kwanza Yesu. Na katika kuweka nafasi ya kwanza, si pesa, si mshahara, si yote hayo, Yesu wa kwanza. Ndugu zangu wapendwa wa makatekista, huu ni ulimwengu tulio nao, ni ulimwengu wa utandawazi, ni ulimwengu ambao una mambo mengi sana, ni ulimwengu ambao vile vile kuna watu waliosomea sheria, na katika kusomea sheria hizo pengine vile vile ni marafiki zetu. Mnaweza mkakorofishana na paroko au na yoyote yule kanisani, kokote yule, kutokana na mwenendo wako mbaya, hujafanya vizuri. Sasa bwana, mbona kazi yako hii unaonekana unafanya sio? Uondoke. Tunafanya nini? Wengi tunaenda kwa wanasheria. Tumeshuhudia wengi wameshitaki na wanataka fidia. Na hii inaogofya hata wale ambao ni makuhani, wale ambao ni watendaji katika parokia, na yote hiyo wanaanza kuogopa makatekista. Wanaogopa kwa nini? Wanaogopa kwa sababu sasa wanaingia kwa mlango wa kuajiliwa. Si tena wito, ila tumeajiriwa sisi. Na kwa sababu imetokea hivi na ni mimi nimefanya ni upuuzi, hapana, naenda mahakamani, nataka fidia. Wengi wamepata fidia. Na kwa sababu hiyo sisi kama makatekisa katika kongamano letu vile vile tujiangalie kanda yetu ya Dar es Salaam hii. Na wengine nimeshuhudia hata mimi mwenyewe kabisa kwamba wanalipwa hapa, chukua 1 2 3 4 5 nafidiwa. Kwa hiyo tuangalie tusije tukaogopwa. Sisi ni watumishi wa Bwana, ni wito tulio nao. Ndio maana ukiangalia katika parokia zetu tunakuwa na uchaguzi wa halmashauri za walei. Kama mwaka kesho tunaanza uchaguzi huu, lakini hata siku moja tujai kusikia kwamba sasa kuna uchaguzi wa makatekista. Ni kutokana na wito. Unaenda unasomea, unaelewa vizuri, unatumwa ukafanya kazi hii. Ukianza kutafuta sasa ya dunia, shida. Ukianza kutafuta pesa, shida. Ukianza tamaa mbaya, shida. Ukianza kudokoa, shida. Kuna makatekista wengine wanadokoa sana. Ndio maana sasa tunapofanya kongamano letu hili, ndio maana nasema kwamba toba ni muhimu, tusije tukaogopwa na watendaji wenzetu. Kwa unapomwangalia padri au unapomwangalia kuhani au unapomwangalia wote hawa katika parokia, kumbuka kwamba ni watendaji wenzangu. Na kwa sababu hiyo tuheshimiane ili tuishi vizuri, na sio kwa ajili ya kudai mpaka watu wanaogopa, anasema mimi sitaki tena kuwa na katekista. Kwa ndio lengo. Ndio maana Baba Mtakatifu marehemu huyo hayati Francis aliandika kabisa hilo waraka, Anticum Ministerium, kwamba huduma ya katekista ijanza leo. Kisoma katika maandiko taona ilikuwepo. Na sasa hawa wafanye sasa hiyo huduma. Sasa kaanza kuogopwa, manake wamesha pinda, wameenda kinyume na yale ambayo yanawatasha. Kwa hiyo Yesu wa kwanza ndiye tuita,
Yesu ni wa kwanza, ndiye aliyetuita. Na ndio maana tukiwa katika parokia, tuiangalie parokia, tuangalie na vipaumbele vyake, na tuangalie vile vile sio sisi tu sisi. Itatusaidia katika utume wetu kwa ajili ya kuimarisha imani Katoliki. Tutafanya tu kwamba mwisho wa mwezi ninapata hiki, mwisho wa mwezi nitapata hiki, basi. Kwa hiyo tuliangalia hili na tumwangalie Yohana Mbatizaji alivyofanya. Mpa Yesu wa kwanza kila mara Yesu. Ndio maana walimletea kwa mfano mitume wake walikuja wakasema, kwa mfano ukisoma Injili ya Yohana sura ya 3 aya 26, Bwana yule kuna mshuhudia yule kule ng'ambo kule, tumemwona sasa saa hizi na yeye anabatiza na kubatiza, ana mamlaka kamili. Walikuwa wanatoa taarifa ili nini? Ili aseme acha mimi ndio mwenyewe. Hapana. Lakini Yohana Mbatizaji hajawahi kusema hivi. Yesu kwanza. Na kwa sababu hiyo tunahitaji sana kuwa wanyenyekevu katika hili, ili kumpokea Yesu alivyo na kuishi kama alivyo tuelekeza. Hili ni jambo muhimu katika safari yetu ya kumwelekea Mungu na katika wito wetu. Lakini vile vile tunaye Roho Mtakatifu, na kwa sababu ametupa kipawa cha ujasiri, kwa lazima tusimamie ukweli. Tusimamie ukweli bila kuogopa. Ukimwangalia Yohana Mbatizaji, alimwambia wazi wazi bila kumficha Herode, maisha nayo yaishi sio, uache, hayaendani na maadili, si kwa ajili ya kubembeleza. Na tunajua kwamba tunaishi katika ulimwengu wa mchanganyiko, hata imani ziko tofauti hizo, lakini tunapoishi hapa lazima tuangalie tusimamie katika ukweli wetu wa imani yetu, na tusimuogope mtu kwa sababu ya ukweli. Tusimamie ukweli bila uoga. Lakini vile vile tunaongelea fadhila ya unyenyekevu ambayo Yohana Mbatizaji alikuwa nayo, na hii ndio iliyofanya jamani mimi siye. Mwingine sasa kisha kusifia, wakati mwingine kuna sehemu nyingine vina vigango vingi, parokia na vigango vingi, lakini paroko yuko peke yake tu. Sasa paroko anaweza kusema sasa saa hizi nimepata kampeni, ngoja niende kwenye kigango fulani. Kuna sehemu nyingine katekisa na paroko akaanza kugombana, si zamu yako, ni zamu yangu leo. Kwa hiyo uende, si zamu yako leo, ni zamu yangu. Hapana. Unyenyekevu. Unyenyekevu ni kujitambua, na katika kujitambua huko unajua mapungufu yako, mipaka yako, na katika hilo lazima uwe na masikio ya kusikiliza wengine wanasema nini, kwa ajili ya Injili ya Bwana. Katika mpangilio huu wa maisha ya kanisa wanasema nini? Lazima tuwe wanyenyekevu. Nikiwa parokiani, mimi sio paroko, ni katekista, na paroko ni katekisa mkuu wa parokia hiyo. Ni kama ninapokuwa kwenye jimbo, katekisa mkuu wa jimbo ni askofu wa jimbo, ndio katekisa mkuu. Alafu makatekisa wanaofuata ni maparoko. Sasa siwezi kukimbilia sasa ukachukua nafasi ambayo sio ya kwako. Inaleta fujo na kukosekana kwa amani na malengo ya Injili sio hayo. Kwa hiyo yote haya ni kukosa unyenyekevu. Yohana Mbatizaji alisemea, "Mbona unafanya na mamlaka sana? Mbona unaweza hivi?" Angesema, ndio mwenyewe, angejitanua. Akasema, "No, sio mimi. Ajaye ndiye atakayewabatiza kwa maji na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu na moto. Mimi nawabatiza tu kwa maji." Alisema hivi wazi wazi. Na kwa sababu hiyo ni muhimu. Lakini la mwisho, tuwe mfano kwa wengine. Yale tunayoyahubiri tuyaishi. Lakini katika hilo tutambue umuhimu wetu na hadhi tulio nayo katika kanisa. Kama makatekista,
wakati fulani unaweza kujidharau, lakini sisi ni wa muhimu sana katika kanisa na tunayo hadhi kubwa. Kwa hiyo tusije tukaipoteza hadhi hiyo na utambulisho wetu tulio nao na nafasi yetu tulio nayo katika kanisa. Tuwe mfano kwa wengine, ili kwa kuishi vizuri wafuate mifano yetu hiyo na waweze kuokoka. Tusije tukawa kwanza. Tunaongelea kwamba saa hizi wakati mwingine wazazi wamepoteza mwelekeo, hawana habari na familia. Lakini sisi tunakaa na watoto wakati wote katika parokia zetu. Kwa maneno mengine pale tunakuwa ni watoto, ni wazazi. Na mtoto anapokuja kwangu, basi mtoto huyu ajisikie nyumbani, na nisije nikamtesa na nisije nikawa chanzo cha kuwanyanyasa hawa watoto. Kwa tunayo nafasi kubwa ya kuwalinda watoto hawa ambao ni watoto wa Mungu, ili wajisikie nyumbani katika kanisa lao takatifu Katoliki na mitume. Na kwa mfano katika hilo, katika utume wetu, ndugu zangu wapendwa makatekista, tutafakari kwa undani sana wito wetu. Tafakari kwa undani sana safari yetu ya ukatekista. Lakini katika safari hiyo tumweke Yesu mbele, atuongoze kwa neema zake. Pamoja na hayo yote, tujitambue vizuri sana na tutambue hadhi tulio nayo kama watumishi wa Bwana. Tusijiingize kwenye malimwengu kiholela. Tuwe wa kwanza kutakatifuza malimwengu hayo. Tusijiingize katika mikumbo ambayo inapotosha, na matokeo yake yanafanya utume wetu usionekane katika kanisa. Tuwe makini, tumwangalie Yesu, katekista wetu mkuu, atuongoze. Tuangalie wale waliofuata nyayo zake, na tujue kwamba kama Yohana Mbatizaji, sisi ni watangulizi wa Yesu kila tunakoenda. Watu wamuone kwa utumishi wetu na kwa matendo yetu tunayoyafanya. Tuendelee kuombea kongamano letu, tuendelee kujiombea sisi wenyewe na parokia zetu na utume wetu. Kwa maombezi ya Mtakatifu Yohana Mbatizaji na Mtakatifu Karoli Lwanga, tufanikiwe daima na lengo la utakatifu lifikie, tukamlaki Bwana mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.